Karibu katika MCL Matukio leo Jumatatu ya Mei 8 mwaka 2017. Mimi ni Tumaini Msowoya. Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassani ameongoza maelfu ya wakazi wa jiji la Arusha kuaga miili ya wanafunzi 32, walimu wawili na dereva kutoka katika shule ya Mtakatifu Vincent waliofariki katika ajali iliyotokea Jumamosi karibu na mji wa Karatu. Shughuli hiyo iliyofanyika katika uwanja wa michezo wa Sheikh Amri Abedi iliyokutanisha viongozi wa serikali, vyama vya siasa, kidini, kijamii na maelfu ya wananchi ambao waliungana kuonyesha huzuni yao kutokana na msiba huo uliotikisa taifa. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anatarajiwa kufanya ziara ya siku 3 nchini kuanzia Mei 10 hadi 12 mwaka huu. Katika msafara wake, Rais Zuma ataambatana na mawaziri 6 na zaidi ya wafanyabiashara 80. Waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa, Balozi Dr. Augustine Mahiga amewaeleza waandishi wa habari leo kuwa kati ya mambo mengine, Rais Zuma atakuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Rais John Magufuli na baadaye kuhudhuria mazungumzo ya pamoja kati ya wafanyabiashara wa Afrika Kusini na wa Tanzania. Tanzania na Afrika Kusini. Ningependa niwakumbushe kwamba Afrika Kusini na sisi sio tu ndugu na tuko katika kontinenti letu la Afrika. Sisi tuko Afrika Mashariki, wenzetu wako kusini, lakini kuna historia ambayo sisi Tanzania inatufunga kwa karibu sana na Afrika Kusini, hasa katika suala la ukombozi wa Afrika Kusini. Mtu mmoja amenusurika kufa jijini Dar es Salaam baada ya gari lake kuruka kingo za daraja na kutumbukia mtoni katika eneo la Segerea. Watu walioshuhudia ajali hiyo wamesema mtu huyo alikuwa na bahati kwa sababu eneo ambalo gari hilo lilitumbukia pana kina kirefu na mto ulikuwa umefurika maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Akizungumza na waandishi wa habari, mtu huyo ambaye alikataa jina lake kutajwa amesema alipata na ajali hiyo wakati akitokea eneo la Segerea. Amesema alishangaa kuona gari lake likiruka baada ya kupita katika makaravati yaliyo mwanzoni mwa daraja hilo. Katibu mtendaji wa Baraza la Habari nchini Kajubi Mukajanga ameonya vyombo vya habari vilivyokiuka maadili kwa kuweka picha za maiti za wanafunzi 33 waliofariki katika ajali Karatu. Kajubi amesema badala ya kujikita kusambaza picha ambazo ni kinyume na maadili, vyombo vya habari vinapaswa kujikita kuchunguza chanzo cha ajali hiyo. Naomba kwa sisi waandishi wa habari huu tuchukulie kwamba ni mwanzo wa stori mpya kubwa. Hebu tujikite katika kutafiti chanzo cha ajali hizi. Tusiache tu ikapita hivi hivi. Tujikite katika kutafuta chanzo cha habari hii na kuandika. Ni kwa nini ajali hizi haziishi? Sasa imetokea hiyo Karatu, tunazika watoto wetu. Mara tunasikia Tanga tena, mara tunasikia Morogoro tena, na hali inaendelea hivi. Hebu tulichukue sisi kama vyombo vya habari, hili jambo kuna nini nyuma yake. Hadi hapo tumefikia mwisho wa MCL Matukio kwa leo. Ili kupata habari hizi kwa undani zaidi, tafadhali usikose kununua magazeti ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti hapo kesho. Pia tembelea tovuti za magazeti hayo pamoja na mitandao yake ya kijamii ili kufahamu mambo yanayoendelea nchini na nje ya nchi. Asanteni.